Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha Dominika ya 4 ya Pasaka. Dominika hii ya 4 ya Pasaka inaitwa Dominika ya mchungaji mwema. Na Dominika hii ya mchungaji mwema ni Dominika tena ambayo tunaombea miito ya upadre na utawa. Na tunapoombea miito ya upadre na utawa, tunawaangalia wito mkuu ambao ni kiini na ndiye chemichemi ya miito hii. Na hili tunaiangalia kwa namna pekee wito wa ndoa takatifu, mama wa miito yote, kwa sababu katika ndoa tuna familia, tunaunda familia, na katika kuunda familia ndio kiini cha kanisa lenyewe. Na ndio maana familia tunaiita ni kanisa la nyumbani, ni shule ya sala, ni shule ya maadili, kwa sababu mtoto anapozaliwa ni kwenye familia anajifunza kila kitu. Amezaliwa haelewi kitu, ataendelea kujifunza, ataita mama, baba, kaka, dada, kabla hajaenda hata shule. Ndio maana familia ni kiini na vile vile ni msingi wa kanisa. Na ndio maana nasema kwamba ni kanisa la nyumbani, na vile vile ni shule ya sala, ni shule ya maadili. Lazima wazazi watambue hilo na waweze kutimiza wajibu wao wa kanisa hili la nyumbani. Kanisa la nyumbani, shule hii ya sala, shule hii ya maadili. Na ndio maana kwa namna pekee, kama tukiangalia hivyo, tunaona malezi kwa watoto ni muhimu sana. Watoto hawa walelewe ipasavyo, wapate mahitaji yao ya muhimu, waweze kuwa na afya njema, na katika safari hiyo ya malezi wawaone wazazi ambao ni mfano katika malezi yao hayo, si maneno. Mtoto anajifunza kwa wazazi kwa maneno na matendo. Tunaposema kwamba ni shule ya sala, maanake wazazi lazima wawe na sali. Lazima wazazi waweze kusoma maandiko matakatifu na kutafakari na watoto, na waweze kuwa wachaji wanaokomunika, sio kwenye vizuizi kila wakati. Kama wako kwenye vizuizi, ni wale wa kutafuta suluhisho ili wawalee vizuri watoto wao, wasidumu katika vizuizi hivi. Na hasa katika ulimwengu wa leo tunaongelea uchumba sugu, ule ambao mtu kwa makusudi analefusha uchumba mpaka unakuwa ni sugu, unakuwa ni mfano mbaya kwa watoto hawa ambao tumewapata. Kwa maneno mengine, wazazi wasije wakajisahau, wakawa wabinafsi, wakajiangalia wao wenyewe tu bila kuangalia watoto. Kwa hiyo malezi kwa watoto, na katika malezi hayo wanawasikiliza, na wanapowasikiliza, kwa sababu wataonywa kwa upendo, watafundishwa kwa upendo, na wataongozwa kwa upendo. Lengo wapambanue miito mitakatifu, watambue kwamba wameitwa kuwa nani, watambue kwamba wanaitwa kuwa wazazi katika familia, ndoa takatifu. Wapambanue, wajue ninaitwa kuwa padre, ninaitwa kuwa mtawa. Na wazazi wasije kafikiri kwamba watoto wetu wamezaliwa, kwa hiyo moja kwa moja tunajua kwamba kuna ndoa, kuna baada ya ndoa ni hiyo tu, kwamba kuna miito hii ambayo ni muhimu katika kanisa, upadre na utawa. waweze kuangalia hiyo. Ndio maana leo mama kanisa anaiweka siku hii muhimu kuombea hiyo mito
na tunaombea mito hiyo inaanza huko kwenye familia. Inaanza na malezi, na kwa sababu katika malezi hayo wazazi waangalie vizuri makuzi ya watoto, makuzi yao katika hili, watambue wao ni nani. Mtoto wa kiume ajitambue kwamba ni mtoto wa kiume, wa kike ajitambue kwamba ni mtoto wa kike, na si vinginevyo. Kwa maneno haya, malezi haya lazima yawe jumuishi. Baba na mama waweze kushirikiana pamoja katika malezi, ili watoto watambue baba na tabia yake hii na mama hii. Waingereza sasa kwa balance watoto hawa kisaikolojia, isije kaonekana tunatengeneza kizazi cha ajabu. Leo tunaongelea katika familia zetu na katika mitaa yetu kwamba kuna kasi kubwa ya ukuaji wa ushoga. Unatoka wapi huu? Kama tunayo malezi bora katika familia zetu. Na mzazi, sijui kama utafurahi kwamba mtoto wako ni shoga. Mzazi upo nyumbani, mtoto wako anakujia ni wa kiume, anasema nimepata mwenza wangu, alafu anasema anakuja kukutambulisha baba, alafu anamtambulisha mwanaume mwenzake, utafurahi? Na itakuwa ni nini hicho? Kuteleza na kutofahamu wajibu wangu kama mzee. Nimekosea, na kwa sababu nimelea mtoto amekuwa gugu na si binadamu tena anayejielewa, na anaenda kinyume na mpango wa Mungu. Kwa kuangalia makuzi kwa makini, mahusiano kwa makini, kutambua kwa kufuatilia watoto wetu popote pale walipo, wana marafiki gani, wasije kaingia kwenye kuvuta bangi, kwenye madawa ya kulevya, wakawa majambazi, kwa kutokana tu na marafiki wale wanaoishi nayo, ambao tunasema ni makundi rika ambayo yanaharibu watoto wetu. Ndio maana tunasema kwamba ulinzi wa mtoto ni muhimu, wazazi wawe karibu na watoto wao kuwalea ipasavyo. Na ni kutokana na huko, katika malezi bora tunapata wito wa utawa na maisha ya wito wa utawa. Watawa wanaishi mashauri ya kiinjili, na mashauri ya kiinjili ni ufukara, utii na useja. Maana yake kuto kuoa wala kuolewa, wakimwangalia Yesu ambaye ni mtii, ni fukara na ni mseja. Kwa wanamwangalia yeye, na ndiye naye waita, na ndio mchungaji mwema. Na ndio katika hilo, kwa malezi bora ya watoto hawa, watapambanua vizuri na kuweza kuiangalia na kuitambua sauti ya mchungaji mwema katika maisha yao, na watamfuata mchungaji mwema katika njia hii, na wataishi kama mchungaji mwema alivyokuwa kuishi, ufukara, utii na useja. Na watatambua hilo kwamba tuende kumiliki mali katika malezi waliyopata kutoka kwa wazazi. Lakini kuna wito wa upadre, na katika upadre tunawaangalia kwa namna pekee kwamba kila mmoja wetu ni padre kwa ubatizo na kipaimara yake. Ni padre kwa sababu anashiriki katika ukuhani wa mchungaji mwema, Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tunasema kwamba huu ni upadre wa kawaida. Katika upadre huu wa kawaida, Mungu mwenyewe, Kristo mwenyewe, katika Alhamisi Kuu alianzisha upadre wa utumishi, ambao sasa tunasema ministerial priesthood, upadre wa utumishi. Aliwaita watu maalum wawatumikie mapadre wengine hawa wa pamoja. Hawa ndio mapadre tulio nao. Hawa mapadre ndio hawa wanaolinda Ekaristi Takatifu, ndio hawa wanaomleta Kristo kati yetu, ndio hawa wanaomleta Kristo katika familia zetu, na wanamleta Kristo katika ulimwengu huu, na wanayo kazi ya kufundisha ambayo ni ofisi ya Kristo mwenyewe. Wanayo kazi ya kutakatifuza, kuongoza sakramenti mbalimbali kwa watakatifuza waumini, kazi ya Kristo mwenyewe. Wanayo kazi ya kuongoza ambayo ni ya Yesu mwenyewe, na kwa sababu hiyo tunawaita hawa ni Yesu mwingine.
katika kazi yao wanaoifanya katika unyenyekevu huo ambao wanapokea matakatifu makuu wakiwa kama vyombo vya udongo. Na ndio maana kwa namna pekee tunapoombea leo, tunaombea miito mitakatifu, tupate watawa wa kutosha, tupate mapadre wa kutosha, na wale ambao ni watawa tayari na wale ambao ni mapadre tayari, kuwaombea wadumu katika wito wao na kuendelea kuwapa nafasi, kuto kuwazongazonga, waishi vizuri ule wito wao ambao mchungaji mwema anawaita. Ni jambo muhimu, na ndio maana tunaangalia leo Yesu ni mchungaji mwema na Yesu ni mlango wa kondoo. Yesu ni mchungaji mwema, Yesu ni mlango wa kondoo. Na tunapoangalia hilo, tunajiangalia sisi sote, kila mmoja wetu amekabidhiwa kazi. Wazazi ni wachungaji wa watoto, wachungaji wa familia, na wamekabidhiwa na mchungaji mkuu, mchungaji mwema, na kwa sababu hiyo hawana budi kuweza kuifanya kazi hiyo waliokabidhiwa kadiri ya maelekezo ya mchungaji mwema. Ni muhimu hiyo, na kazi ya mchungaji mwema ni kufundisha, kulinda, kuongoza, kuhakikisha kwamba kondoo wanapata malisho bora, sio miba. Na tunaposema, Yesu anaposema ni mchungaji mwema, hana maana kwamba kuna wachungaji wapo, lakini yeye ni mchungaji mwema, lakini kuna wachungaji wabaya. Wachungaji wabaya hawa ndio hawa tunaambiwa hawa ni wezi. Anaangalia historia ya wokovu, anaangalia kote kule Waisraeli, kuna wafalme waliingia, viongozi waliongoza, lakini waliwaongoza watu kwenye njia isiyo, wakavunja agano ambalo wameweka na Mungu mlimani Sinai. Ndio maana wakaenda Babeli, wengine wakachukuliwa Samaria, Wasamaria wakachukuliwa Asiria. Matokeo yake ikawa vurugu. Ndio maana anasema mimi ni mchungaji, mimi wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, kwa sababu wanaongoza vibaya, hawaongozi kondoo ipasavyo. Na kwa sababu hiyo lazima tutambue vile vile katika jamii yetu sisi kama wazazi kwamba tunafuata maelekezo ya mchungaji mwema, na kama tunafuata maelekezo ya mchungaji mwema, hivi tunaishi maisha yake ya kiroho, kwa sababu tunamtambua vizuri. Kwa hiyo katika familia zetu tunakuwa wachungaji wema, kufuata mfano wa mchungaji mwema, kuwalea watoto wetu ipasavyo, sio kuwalisha magugu, kuwalisha chakula bora, kuwaongoza ipasavyo, sio kuonyesha mifano ya ajabu. Kuangalia kwamba tunapoishi katika dunia hii tunajisahau, wakati mwingine tupo katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo kuna utandawazi, kuigaiga mambo ya nje. Kiangalia mavazi, kama baba wewe unaanza kuvaa mlegezo, unategemea nini kwa mtoto? Kama mama wewe unavaa vimini, unategemea nini kwa mtoto? Unaonyesha mfano gani kwa watoto hao? Kama wewe baba na mama kila siku mnatukanana ndani ya nyumba yenu, mnapigana mbele ya watoto wenu, mnaonyesha mfano gani kwa watoto hao? Mnawalisha magugu, mnawalisha miba, na matokeo yake mnaelekea katika ule mfano anaotoa Yesu, walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Tunawakosea haki watoto kwa mtindo huu. Kama sisi ni watu ambao tunavaa tu hovyo wakati tunaenda kanisani kwa mfano, alafu tunaenda pale tunaonyesha nini? Tunaenda kuonyesha mamisa na mamisi kule, tunaenda kumuona Mungu wetu. Kwa sababu hiyo lazima tuwe katika hali nzuri, na ndio maana tunaonyesha mfano mzuri kwa watoto hawa, na tunakuwa ni kielelezo na vile vile cha malezi bora. Kwa hiyo mchungaji mwema ni mlango, na ni mchungaji mwema na ni mlango, ana kazi hizi: kulinda. Mlango unafungwa maadui wasije wakaingia. Mlango unafunguliwa wakati unaopaswa.
kwenye familia zetu maadui wanatuingilia kwa sababu milango iko wazi wakati wote. Milango inakuwa wazi mno, fungeni milango hiyo. Kiburi, majivuno, vilema tulivyo navyo, mnapigana. Mwingine anaenda kulala kwenye chumba cha watoto wake. Sasa naenda kulala kwenye chumba cha watoto ili watoto wanasema, mama si kwao kule, kwa nini analala huko? Na huyu baba kwa nini analala huko peke yake huko? Mbona tunajua ni baba na mama? Milango iko wazi inayoruhusu maadui kuingia ndani ya familia zetu. Kufunga milango katika familia hiyo, kuweka ulinzi katika familia ni kuishi inavyopasa: kusali, kushiriki sakramenti, kufuata maandiko matakatifu na mafundisho ya mama kanisa ipasavyo, kuwa wachaji, kuwakusanya watoto, kusali pamoja, kutafakari nao neno la Mungu. Kwa sababu hiyo ndio maana mchungaji mwema huyu ambaye ni mlango, sasa sauti ya mchungaji ni muhimu. Tusipoisikiliza sauti ya mchungaji ni vigumu. Manake huyu mchungaji mwema anamwita kila kondoo kwa jina lake. Aseme ninyi njooni fulani. Inaonyesha uhusiano muhimu sana na wa maana sana na wa pekee, kwamba mimi katika maisha yangu kama Mkristo ni wa pekee mbele ya Mungu. Kwa hiyo nisijifanye ovyo tu, ninajiweka tu, najidharau, na kuwa mlevi na haribu afya yangu, na nafuata mkumbo tu. Yesu mchungaji mwema anatuita kila moja kwa jina lake, kuonyesha umuhimu tulionao na thamani tulionayo mbele yake, uhusiano muhimu. Na kondoo wanajua sauti ya mchungaji, wanaijua hiyo. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu huu kuna sauti nyingi sana zinaingia kwenye masikio yetu, lakini unaitambua sauti ya mchungaji mwema? Unahitaji utulivu, sio kwenye kelele, na lazima uwe na utulivu, utaisikia sauti ya mchungaji. Sauti ya mchungaji nasema, sasa hapo umepotoka. Hapa unavyokwenda wewe umekuwa na kiburi mno, wewe sasa hivi una majivuno, umekuwa mvivu wa kusoma neno la Mungu, umekuwa mvivu wa kusali, umekuwa mvivu wa kufuatilia maandiko matakatifu na mafundisho ya mama kanisa. Na kwa sababu hiyo, rejea. Anaongea na sisi na kila mmoja wetu, kama mtaguso wa pili wa Vatikano unavyotuelekeza kwamba ndani mwetu tuna dhamiri na ni hekalu la Mungu. Anaongea na sisi kwa njia hii, tusikilize sauti hiyo, kwa sababu kama tunajua sauti hiyo. Ulimwengu wa leo wakati mwingine una kondoo wakaidi, wanaofunga masikio, wanaweka pamba, wanaambiwa lakini wala hawataki kusikia. Na mchungaji mwema anatuma ujumbe kupitia sisi wenyewe kati yetu. Nenda kamwambia yule, mbona anapotoka? So, we ni nani wewe? Unaweza ukasema nini kwangu? Waingereza wanasema mind your own business. Ndio tunachofanya wakati huu. Wakati mwingine hata sisi kama Waafrika tunasema kwamba tuna malezi shirikishi. Gusa mtoto wa mwenzako uone, utapelekwa mahakamani. Lakini tulikuwa hivi, ubinafsi unaanza kutawala. Katika ubinafsi huo ndio maana tunapotea. Maana yake Yesu anaposema kwamba wanafahamu sauti ya mchungaji na wanafuata hiyo sauti, na waita, njoo huko sio kwako, njoo huku. Wanafuata wageni wengi sana. Wengi tunasikiliza sauti ya wageni, hata mafundisho ya kigeni. Ndio maana tunaweza tukaamua, unashangaa, unachanganya imani, uelewi, mara mshirikina, mara kanisani. Umetoka usiku kupasua minazi huko sio wapi, lakini asubuhi unaenda kanisani na unakuja kukomunika tena. Changanyiko wa imani.
kusikiliza sauti za wageni zinatuchanganya katika dunia hii. Tupambanue vizuri na kutambua sauti ya mchungaji na kuifuata. Na Yesu kama mlango tunasema kwamba anatulinda, anatujali, na ndiyo njia ya kuingia kuelekea katika wokovu. Tunaingia hapo kuelekea katika wokovu, na katika yeye tunalindwa dhidi ya maadui mbalimbali katika ulimwengu, tukijikabidhi mikononi mwake. Kwa kujikabidhi kwake, na yeye atatulisha, na anatupa Ekaristi Takatifu, anatulisha katika neno lake, na anatuongoza. Ni muhimu sana kuyatambua haya ili tusipotee. Lakini kondoo wana imani na mchungaji, ndio maana akiwatangulia mchungaji yuko mbele, kwa sababu anaongoza, anakaa mbele, kondoo wanafuata. Yeye yuko mbele, kondoo wanamfuata kwa sababu wana imani naye, wana matumaini naye, ndio maana wanafuata. Hatumii nguvu, bali anaonyesha katika vitendo na maneno. Hatumii nguvu, si swala la kushika bunduki twende unifuate. Hapana, ni mnyenyekevu. Ukisoma Injili ya Mathayo sura 11, ni mnyenyekevu wa moyo. Njooni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, jitwikeni nira yangu, mtapata raha nafsini mwenu. Lakini kwa wageni masharti ni mengi. Kwa wageni huko kutakuwa na sadaka za kujimaliza, na kweli mnajimaliza watu, na utatoa hata kale uliko nako ka mwisho, na upate ahueni hata siku moja. Na mara nyingi wageni wanafanya biashara ya imani, ambapo mchungaji mwema anaipinga hii. Kwa tunapoadhimisha Dominika hii ya mchungaji mwema, tujitafakari vizuri safari yetu ya kumwelekea Mungu kama wafuasi wa Kristo mfufuka. Tunasikia sauti ya nani ndani mwetu? Ulimwengu huu, kelele nyingi hizi, na tunazifuata. Tunamsaliti Kristo kwa kuishi hovyo hovyo katika maisha yetu. Kila mtu ajitathmini na atambue sauti ya mchungaji na kuifuata ipasavyo pamoja na familia yake. Tumsifu Yesu Kristo.